Mtungi halisi uliojazwa na Oryx daima utanunua ukiwa umefungwa seal madhubuti isiyo na dalili yoyote ya kukatika au kujikunja, na hii ndiyo alama yako ya kwanza ya usalama. Seal yoyote iliyokatika ama kuharibika inaashiria kuwa imeshatumika ama imechezewa, na pia kuna uwezekano mtungi haujajazwa na kampuni ya Oryx Gas. Toa taarifa. Fanya ukaguzi wa seal kama imebana vizuri na pia ni original. Daima kagua seal kabla haujanunua mtungi ama kutumia mtungi nyumbani. Endapo utagundua seal haipo kwenye mtungi au imeharibika au ina dalili za kuchezewa, usipokee huo mtungi. Toa taarifa Oryx. Usalama wako ni kipaumbele chetu. Daima kagua vizuri seal kwenye mtungi wako. Endapo una mashaka, usisite kutupigia kwa simu ya bure namba 0800 750 183. Oryx Energies, pamoja nawe daima. Karibu kwenye Oryx mkali wa jiko msimu wa 6. Wiki nyingine tunakutana hapa kwa ajili ya kushuhudia ushindani mkubwa kwenye tasnia ya mapishi. Nani atakwenda kupita? Nani atakayebaki? Itakuwaje? Watashindana vipi? Hiyo ni kazi ya wewe kutulia hapo hapo, kwa sababu taski za leo judges wamejipanga kinoma noma. Wamejipanga kuhusu nini? Yani kwenye nini? Yani mfafanua. Wamejipanga, relax. Lakini kikubwa kwamba nikwambie, msimu wa 6 wa Oryx mkali wa jiko unapewa nguvu na Oryx Energies. Ya kuna Pera, Luminac, najua, ngoja nikutajie tena. Tuko na Asas, Red Gold, tuko na Evoque, lakini pia tuko na Chuo cha Taifa cha Utalii NCT Posta, Dar es Salaam. Mimi naitwa Main Chef MC Jivas. Niko na msumbufu wangu hapa. Na mimi naitwa MC Jivas. Wewe hata kupika chai uwezi, kuchemsha ndugu yangu. Wewe ndugu yangu hata kuchemsha mayai uwezi. Bora mimi chai. Anyways, tufanyaje? Mimi nafikiri tuwalete washiriki sasa. Waje washiriki ama judges. Sawa? Yeah, tuanze au anza wewe. Nikuache basi uanze. Au tuaite tu judges. Mimi nakuachia. Nitoke. Hapana bana, mimi nakutania bwana. Acha mimi niende nikuache uendelee. Kwa nini? Na niwaambie tu kwamba leo ni double, yani vitu viwili. Kuhusu nini? Endelea kukaa hapo hapo, si ndio? Hii wiki ni ya moto sana, na kuahidi unakwenda kujifunza na kushuhudia mtanange wa hali ya juu. Usiondoke. Kwanza karibuni sana. Tumefurahi kuwaona mko vizuri. So as always tunasema tunatamani kuwapima uwezo wenu kila process inavyoendelea. So kwa leo tunataka kufanya kitu cha kitofauti kidogo. Kila mmoja alipata fursa ya kupika chakula ambacho alibunie mwenyewe, na kuna wengine walipika zaidi ya mara moja. So leo tunataka kuwapima kwa namna tofauti. Na leo tunataka kutengeneza kitu kinaitwa teamwork. Sawa? Kwa ili kuona teamwork ni lazima afanye kazi zaidi ya mtu mmoja. Okay. So tutataka leo wapike per pair, watu wawili. Kwa watapika watu wawili. Na mimi na Chef Hamisi tumesema hatuwezi sisi kuchagua nani apike na nani. So tutawachia wao wenyewe wachaguane nani anataka kupika na nani. So we create a pair today, alafu watapika per pair. Na wale ambao wako majumbani pia inabidi wachaguane wawili kwenye kuenjoy na kujifunza task ambayo imekuwa imefanyika leo. Chef Hamisi, unalipi la kushindilia hapo? Hapo ndo kazi ya majaji tunasemaga ile communication. Ndio tutatuione hapo, sababu kuna vitu ambavyo tushaviona testi, tushona nini, sasa tuone communication, maana mna siku kadhaa mpo pamoja, tujue mna story gani pamoja, mnafanya kitu gani. Kwa hiyo hata kwenye jiko pia mmetaka kitu kimoja. Jua jiko sasa unasema kwamba huwezi kuwachawa kutumia kidole kimoja. Kwa hiyo tuone communication yenu nzuri, ushirikiano wenu, kitu kinavyotakiwa kutoka. Sawa. Mtanange huu hata mimi natamani kuutazama. Itakuwa nyuma kidogo ya kamera kwa ajili ya kushuhudia kile ambacho kinakwenda kutokea. Kabla sijawaruhusu wachaguane, pengine mara kuongezea hapo. Cha msingi hakikisha unayemchagua ni atakuwa ni team member mzuri kwako, kwa sababu partner mzuri kwako, kwa sababu anaweza kukufelishi ama kukupeleka next stage. So all the best. Nyuso za furaha zimewajaa, tabasamu ni kubwa sana. Surprise hii hawajaitegemea, hata mimi sijategemea.
tusipoteze wakati. Nadhani tuangalie sasa kile ambacho kinakwenda kutokea baada ya dakika chache tu ya kwenda break, ili kuwapa nafasi ya kuchaguana. Usiondoke. Kila mtu ana pea yake. Kila mtu amkali mwenzie. Nachonifanya natoka kwenye mstari wangu ni uoga. Kwa hiyo nilipomchagua yeye niliona kabisa ni mtu ambaye nikiwa naye naweza nikawa niko free, kwa sababu ni mtu ambaye tunaongeaga huko nje. Yaani nimemzoea, naweza kuongea kwake akaelewa nini ambacho nakiongea. Kwa hiyo niliona tu ni mtu sahihi mimi kuwa naye. Naona kila mtu ana pea yake tayari. So tutaenda kuambia kitu gani ambacho tungependa mtayarishe. Sawa? Kwa sababu mko kwenye pea, mtapata dakika 3 ya kudiscuss chakula gani ambacho mkitaka kushirikiana kukiandaa. Na mtaweka kwenye one portion only, lakini kwa sababu mmepata wasaidizi, tutawapa dakika 20 nadhani zitawatosha kukamilisha dish ambayo mtabuni kuipika. Katika jiko letu lapo la Evox zina plate 4. It's enough for you guys to prepare a dish in 20 minutes. So make sure unachochagua kukipika kinaweza kuiva ndani ya dakika 20, lakini kwa sababu una pair of hands, wakati mwenzio anaandaa, mwingine anapika. Tuna protein hapa tofauti tofauti, kuna samaki, kuna nyama ya steki na kuna kuku. Kama mngependa kutumia, lakini mahitaji mengine yote mtayapata kwenye soko kuu. Kuna unga wa ngano kutoka Azam, kuna maziwa, kuna mtindi na vingi kutoka Red Gold, lakini pia na mafuta kutoka Pera. Sahani kama mnavyoziona kutoka Luminax ziko za aina mbalimbali. So right now sina haja tena kuambia mchague proper plate for a proper meal. Sawa? At the end of the task, pea ambayo haijafanya vizuri itatoka moja kwa moja, na ile ambayo kidogo tutaiona ina afadhali itaingia kwenye danger zone. So be alert wakati mnaanza kufanya kazi yenu. Sawa? Usije ukakuja baadaye ukalalamika kwamba mwenzangu ameniangusha kwenye task. That's the meaning of prayer. Ship ikizama wote tunaenda. Sawa? Okay, so Jivas, na genge lako hilo una la kuzungumza? Mimi sina la kusema lakini muamua leo kuweka wazi. Okay. Kwa mara ya kwanza usemagi matokeo yanakuwa ya namna gani? Yes. Leo umewaambia kabisa kwamba pair ambayo itafanya vibaya itatoka, ambayo itafanya vibaya kidogo itaingia danger zone. Yes. Ni siri tu ya matokeo ambayo yatakuta kati ya wao ambao hawatofanya vizuri. Dakika 3 zinatosha kwa ajili ya kudiscuss tutapika nini ili tuanze. Okay. I hope mshapata majibu yenu. So now tutaenda kuhesabu 1 mpaka 3 na tutaanza rasmi mashindano. Baada ya kuhesabu 1 mpaka 3, kwa sababu mko pair, nafikiri mmeshakubaliana pia watakao kuja kwenye duka langu dogo na watakao kwenda kule. Mimi kwangu dakika ni 1 tu. Utakao ruhusu uje kuchukua mahitaji hapa. Baada ya hapa natoa genge langu hili. 1 2 3. Seconds kwenye genge langu. Sekunde 30 zimebaki. 6 5 4 3 2 1. Duka linaondoka, niwatakia kila la heri.
Tulipatiwa muda wa kudiscuss kama team. At first tulikuwa na chakula chetu ambacho tulipanga kupika, lakini tulipokuja tukakuta kuna samaki, then tukashift tukaenda kwenye samaki. Kwa hiyo kilichobadilika pale ni ile samaki tu. Justin and Claudia, our first pair. Yes, what are you making for us? Ugali na samaki. Ugali na samaki. Samaki wa aina gani unaopika? Atakuwa mchuzi. Wa mchuzi. Yes, atakuwa stew. Zuleka na Jamos. Mmeamua kupika dish gani? Chicken with tomato sauce. Chicken With tomato sauce. with tomato sauce. And pancake, yes. Okay. Pancake and vegetable. Katika nyinyi nani ni leader? Ni huyu. Okay. So mnahisi nyinyi ndio pia bora? Ndio. Kwa nini mmechaguana? Hapana, imetokea tu tumechaguana. Okay. Kwa hiyo unaamini wewe anaweza kukulead vizuri? Namwamini. Kila laheri. Asante. Amos nafuatia. Karibu. Asante. Nani ni leader? Mimi ndio leader. Wewe ndio leader. Okay. So mna prepare kitu gani? Hapa tutaandaa mashed potato. Okay. Grilled chicken. Mashed potato na grilled Chicken ambayo ni pan grill. na grilled chicken. Okay. Kwa nini mmeamua mmechaguana nyinyi wawili? Tuseme imetokea kwa hivyo. Kwa hiyo hamjachaguana, yani mmejikuta tu. Tumechaguana lakini Okay. Ila imetokea. imetokea tu pale tu. Na mimi nyinyi ndio timu bora mtakaoshinda leo. Mimi naamini hivyo. Kila laheri. Iko sawa, imetokea hapa. Pair number 4. Yes. Who is the leader here? She is. Okay. Naomba nikuulize mmeamua mnapika nini? Tumeamua kupika ndizi za kukaanga pamoja Okay. na samaki, pamoja tutatengeneza na salad pamoja na juice. Ndizi za kukaanga na samaki pia na kukaanga. Yeah. Kwa nini mliamua kuchaguana nyinyi kwa pair leo? Kwa sababu tunaamini wanawake tunaweza kuwa pamoja. Kwa hiyo wanawake mkiwa pamoja mnaweza. Very good spirit. Kwa hiyo mnaamini nyinyi ndio mtakuwa pia bora leo. Yes. We hope so. All the best. Thank you. I say. Niandalie kwa kweli. Omba. Hivyo napata tena kushika. Niombe na maji hapo. Karibu chef. Umoja ni nguvu. Unapata nini? Kwa sababu inabidi nipate tu vipande. Angaliaga na ndugu yako. Nini usira? Siko standard. Sasa nikwambia. Utanipa muda wa kucheza hivi. Itakuwa hiyo tayari. Kibaguliki cheupe. Tayari.
Basi tengeneza parachichi lako ndo naitwa stew. Na sio lazima mchuzi kuwe kwa wote. Kwa nini tukaweka kwa pembeni? Kuna wenza kwa samaki. Unaweka kwa pembeni. Hivi leo tunaanza kwa kidogo. Ukiangalia uko sita sana. But Sekunde 10 zimebaki. Sekunde 10 zimebaki na nimewapendelea leo. Haya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Acha kile ambacho unakifanya, zima jiko. Acha kile ambacho unakifanya, sahani baki hivyo hivyo, usiguse, usifanye chochote, zima jiko. Asanteni sana, tunakwenda break. Tukirudi judges tutakuja hapa kwa ajili ya kufanya mambo ya kuonja, watupe majibu. Oryx Gesi inasisitiza matumizi salama ya vifaa vya gesi kwa usalama wako na familia yako kwa kuzingatia yafuatayo. Hakikisha regulator yako imefungwa vizuri na haitikisiki. Sauti yoyote au harufu ya yaiviza ni ishara ya gesi inavuja. Chomoa mara moja. Tumia povu la sabuni kukagua sehemu za viungio vya gesi. Mpira wa gesi usizidi mita 2 na usitumike zaidi ya miaka 2. Funga regulator mara baada ya kumaliza kupika. Hifadhi mtungi mbali na chanzo cha moto. Hakikisha bana imefungwa vizuri na imenyooka. Washa kibiriti kwanza, kisha ruhusu gesi kwa utaratibu. Moto wa bluu ni salama, moto wa njano ni hatari. Usitumie bana hiyo. Harufu ya yaiviza ni ishara ya gesi inavuja. Chukua hatua mara moja. Tumia povu la sabuni kukagua uvujaji juu ya valvu ya mtungi. Kwa usalama wa familia yako, zingatia ushauri huu kila siku. Oryx Energies, pamoja nawe daima. Wakati nazunguka nilikuwa nauliza who's the leader. Kwa wakati wa presentation pia ningeomba mmoja ambaye ndo leader aje alete sahani alafu aelezee dish ambayo umetengeneza. Sawa eh? Naomba nianze na pair 3. Katika group yangu mimi nafuatia, tulidiscuss tukaona kwa muda tuliopewa tufanye grilled chicken breast na mashed potato. Lakini kwenye grilled hiyo chicken yetu tumeisindikiza na pepper sauce ambayo tumetengeneza na maziwa na black pepper. Lakini pia tuna mashed potato ambayo kwenye mashed potato yetu tumetumia maziwa kama cream. Pia tumetumia black pepper a pinch. Seasoning ya chicken breast tumeenda na ginger garlic paste, black pepper, soy sauce na vinegar. Kwa hiyo tumegrill tu kutumia pan. Kwa hiyo hii haina chumvi leo. Hatujatumia normal salt, table salt. Tumetumia kidogo kwenye mashed potato. Hii sauce inaitwaje umesema? Pepper sauce. Asante Amos. Sisi tumediscuss tukaamua tutengeneze ugali pamoja na samaki wa mchuzi. Kwanza kabisa tumeweza kummarinate samaki wetu. Tumeweza kuweka black pepper, tumeweka garlic, tumeweka ginger pamoja na salt. Then baada hapo nikamsharo siku deep fry kwenye pan. Baada hapo tukamtoa, nikaweza kuandaa sosi ya mchuzi. Kwa nikaweka kitunguu, nikaweka nyanya, then baada hapo nikaja kuweka samaki wangu. Ni baada hapo tomato paste. Then kabla sijaweka samaki nikaweka tomato paste, nikaweka samaki, nikaweka ndimu pamoja na hizo karoti pamoja na hoho.
Baada hapo kwenye jiko langu tukabandika sufuria ugali. Songa ugali. Ugali umetumia nini? Maji ya maziwa, maji ya kawaida? Ni maji ya nazi, maji ya nini? Maji ya kawaida. Maji ya kawaida. Na chumvi ukaweka pia? Kwenye ugali siweka chumvi. Na hii ni avocado. Ni parachichi, kwa unaweza kulia na ugali pia. Asante. Shukrani. Chakula chetu kina historia kidogo, tumekipa jina kama after work. Yaani tumeandaa dish simple ambayo unaweza kuiandaa ndani ya dakika 15 in case umechelewa kutoka kazini alafu una njaa alafu unahitaji kula haraka haraka. Kwa hiyo tukaamua kuandaa ndizi za kukaanga pamoja na samaki. Kwenye marination ya samaki tumetumia chumvi, ndimu na black pepper tukakaanga. Then ndizi deep fry afu ilivyoiva tukanyunyizia na chumvi kidogo. Pia tukatengeneza na salad ya kulia na hiyo dish yetu pamoja na sauce. Pia tukaweka na apple juice from Asa. Hii sauce nimetengeneza wenyewe? Hapana, ni ya Red Bull. Okay. Katika saladi umeweka nini? Huko tumeweka nyanya, kitunguu, carrot, tukatia chumvi pamoja na vinegar na giligilani. Leo sisi tumewaandalia chicken with tomato sauce, tumeserve na pancake pamoja na saute spinach. Kwenye season ya chicken tumeweka chumvi, black pepper, ginger kidogo pamoja na vinegar. Lakini kwenye pancake tumeweka unga wa ngano hata mpijefu. Tumeweka chumvi pamoja na maziwa. Okay. Na kwenye season veggie saute spinach tumetumia karoti, vitunguu na spinach yenyewe pamoja na chumvi. Chakula hiki kina sifa kuliwa muda gani? Yaani unaweza ukasave muda gani? Lunch and dinner. Nalika. Kwenye marination tumetumia chumvi, pepper, ginger pamoja na vinegar. Lakini wakati tunatengeneza hiyo sosi tuliweka pamoja na garam masala. Sawa. Asante. Asante. Taski hii kama tulivyoambia mtapika kwa pair. That means mnasaidiana. Communication ndo kitu cha kwanza tutakachokiangalia, lakini pia teamwork. So mtaitengeneza taski ndani ya dakika 20 na mtasave in one portion. So before we start, tutakupeni advantage ya dakika 3 kudiscuss chakula gani ambacho mtaka kufanya, and then tutaanza kucount ndo muanze kupika. Kuna samaki, kuku na steak ya nyama. Okay. So you have 3 minutes. Wakati tumeingia ndani tukaambia kwamba leo tutafanya group task ya watu wawili. Of course matarajio yangu makubwa ilikuwa ni kwamba yule partner wangu ambaye nitapata kupika naye niweze kujifunza vitu vipya kwake ambavyo mimi sivifahamu. Hayo ndio alikuwa matarajio yangu makubwa. Lakini mfumo tu mimi Okay, tutaanza kuhesabu sasa. Na maana tukihesabu kama nilivyokuambia ni mwanzo ni dakika 1 ya kuja hapa, lakini kwingine kote mnaweza mkarudi mara zote. Na kama kuna kitu ambacho kuna wengine wanacho within the set, you guys can share. Sawa? So 1, 2, 3.
Ngomechukua. Hivi. 5 4 3 2 1. Hivi. Ya, pima ngano kidogo. Weka na maziwa kwa chapati. Viazi black pepper. Iya, Pak. Ini Pak. Salt ya. Nani kati yenu ndo ana lead? Okay, so mmedecide kupika nini? Tunatengeneza ndizi vuruga. Ndizi vuruga ambao unachanganya nini? Tunakaanga ndizi huku tunaifanyia marination, alafu tunaweka pembeni. Baada ya hapo tuna saute vegetables zote, tunachanganya. Kwa nini mlijichagua nyinyi wawili kuwa pair? Si hatujajichagua, imekuwa kweli. Yaani hatukujua. So mnahisi nyinyi mtakuwa pair bora leo? Ndio. All the best. Thank you. Eva na Simon. Naam. Who's the leader here? Eva. Eva. Yes. Okay, so Eva, tuambie mmeamua kupika dish gani? Naomba mimi nielezee. Okay. Hii hapa tunafanya OMG. OMG maana OMG, okay. Kirefu chake ni oh my god. Oh my god. Wow. So that's your name? Yes. Good choice. Sasa tuambie dish gani unatupikia? Oh my god. Oh my god hiyo. Hapo tuna pepper steak. Okay. Ambayo itakuwa ni kama main dish. Yes, ambayo itakuwa na side dish ya mashed potato. Okay. Na saute vegetable. Saute vegetable. Yes. Nani hapa ndo kiongozi? Mimi. Haya, sasa naomba unielezee mmeamua kupika chakula gani? Hapa tutaandaa chapati ya maji. Chapati ya maji na roast la nyama. Chapati maji na roast ya nyama. Na kwa nini mliamua kujichagua nyinyi wawili? Tumekutana tu, nahisi Mungu alipanga itokee. Okay. Kila laheri. Amina. Juma Yes, na Mariam. No. Who is the leader? Mimi hapa. Okay, so nitakuuliza wewe. Yes. Mmeamua kutengeneza dish gani? Tunapika escovitch dish. Escovitch. Okay. Yeah. Pamoja na nini? Pamoja na mashed banana. Mashed banana. Yeah. Okay. Kwa nini mlijichagua nyinyi wawili kwanza? Niliona energy fulani via Juma, nikasema Okay. kwamba ikitokea tumeambiwa kukaa in pairs, basi niliona kama yeye anaweza kufanya pamoja. Okay. So mnahisi nyinyi mtakuwa the best pair tonight? Inshallah. Yeah. All the best. Thank you. Ripoti ya jikoni. Pair 1 ni Anita na Muhammad ambao wanatengeneza ndizi vuruga. Wamesema wanakaanga ndizi na kuku wanaikaanga pembeni and then wanachanganya na vegetable pamoja. Alafu pair ya pili ni Eva na Simon ambao wao wamejipa na jina kabisa. Wanajiita oh my god. So, wao wanatengeneza mashed potato pamoja na pepper steaks pamoja na vegetable saute. Mashed potato. Yeah, mashed potato, pepper steak na vegetable saute. So, pair 3 ni Rajab na Bonita. Wao wanatengeneza chapati ya maji na roast ya kuku. Pair 4 ni Juma na Mariam ambao wanatengeneza escovitch fish. Escovitch fish pamoja na mashed banana.
tutaiona sababu naijua nje ndani. Exactly. Kwanza tuliulizana yeye anajua nini na mimi najua nini. Tulishare vyote ambavyo yeye anavijua na mimi ambavyo anavijua. Kwa hiyo kwetu sisi ikawa rahisi hata kutuingia kwenye competition, tuko tayari tushajua nini tunaenda kufanya. Tayari tushajua tunaenda kuchagua nini, kwa sababu kuna baadhi ya vitu tulisema yeye atabizi navyo, vikiwa vya ambavyo mimi navifahamu tabizi navyo mimi. Kwa tulivyoingia, tulivyokutana na task jinsi ninavyosema, ni choose mimi moja kwa moja kwamba nitasimama mimi, lakini pia ingetokea yeye ya upande wake basi yeye ndo angekuwa kiongozi wangu mimi. Mimi nasubiria kwa Bakundo anaanza kumasi. Yeye yuko juu. Mpaka Ndio anaonyesha ofisi. Sasa. Bonita washa jikoni. Naanza kumashi. Safi. Ile mambo kama naona mimi. Hivi vitu hapo kuuza. Bado dakika 5. Washa huku. Bado dakika 5. Eka hapo tukiandika. Hapo ngoma. Dakika 3. Kwa kidogo. Chap. Mimi nifanyaje? Nigeuze samaki? Hapa na samaki. Na salt hapo. Salt. Usiuzie. Kuongeza bado. Naweza mafuta. Bandugu, bado dakika moja. Dakika moja hii itumie vizuri kwa ajili ya kusave garnish, mbwembwe. Hakikisha una plate. Dakika moja imebaki. Zikifika sekunde 10 nitaanza kucount. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, hizi nageukia 2, 1. Stop. Usifanye chochote kwenye sahani yako. Stop. Asante. Huu si muda kuongea sana. Ilikuwa ni siku ya pea, shughuli ni nzito. Tumekamilisha level ya kwanza ama stage ya kwanza. Mungu anayofuata sasa ni ya matokeo tu. Na kwenda break kwanza, tunarudi. Mtungi halisi uliojazwa na Oryx daima utanunua ukiwa umefungwa seal madhubuti isiyo na dalili yoyote ya kukatika au kujikunja, na hii ndiyo alama yako ya kwanza ya usalama. Seal yoyote iliyokatika ama kuharibika inaashiria kuwa imeshatumika ama imechezewa, na pia kuna uwezekano mtungi haujajazwa na kampuni ya Oryx Gas. Toa taarifa. Fanya ukaguzi wa seal kama imebana vizuri na pia ni original. Daima kagua seal kabla haujanunua mtungi ama kutumia mtungi nyumbani. Endapo utagundua seal haipo kwenye mtungi au imeharibika au ina dalili za kuchezewa, usipokee huo mtungi. Toa taarifa Oryx. Usalama wako ni kipaumbele chetu. Daima kagua vizuri seal kwenye mtungi wako. Endapo una mashaka, usisite kutupigia kwa simu ya bure namba 0800 750 183. Oryx Energies, pamoja nawe daima. Kwa nini utumie Luminac? Ni imara mara 3 zaidi.
Inahimili mabadiliko ya joto. Unaweza kutoa kwenye fridge kwenda kwenye microwave bila shida yoyote. Ni rahisi kusafishika, haitunzi bakteria wala harufu mbaya. Inakuja na design tofauti tofauti zenye mvuto sana. Luminac, feel creative. Time to taste your food. Tutaanza na pair number 2. Please. Tunaomba sahani yenu. Hiyo hapa kama tulisema mwanzo, yeye ni onje. Tumeni kwamba oh my god ndani yake ilibidi tufanye mashed potato, lakini kutokana na muda ambao tulikuwa tunao, viazi hivyo hivyo ambavyo tulifanya kwa ajili ya kufanya mashed potato tukavidice na tukavifanyia season. Okay. On top tumeweka hiyo beef fillet. Okay. I mean pepper steak, yeah. Sawa. How did you season? Hiyo nimetumia yellow mustard, salt and pepper. Okay. Yeah. And ginger. Viazi ni season na nini? Viazi na pepper and salt. Na hivi veggie ambazo pepper ume season peke yake? No, the same pia. The same the potato. Viazi yani zote nimesala kwa pamoja. Asante. Leo tumeweza kuandalia escovitch fish. Huyo escovitch fish unaweza ukamwandaa kwa samaki yoyote, aidha changu, sangara. Lakini leo tumeamua kuchagua kibua kufanya kama escovitch fish. Escovitch ni hii aina ya mboga ambayo unaiona hapo, ambayo tumepika kupitia mboga ambazo ni carrot, hoho za aina mbili, tumetumia njano na kijani na kitunguu. Pamoja na hapo juu tumeweka parsley ambayo haijachopiwa, tulichemshia umo pia kuweka kama muonekano na taste pia. Na pia katika escovitch mboga unaweka vinegar na maji kidogo, black pepper na chumvi. Na pilipili pia, either ya chopped au ring au ya maji ambayo yamesagwa. Lakini pia hii escovitch fish yetu imesindikizwa na banana ambayo ni mashed. Katika hii banana mashed tumeweka black pepper, tumetumia maziwa kidogo na nazi ambayo ndio tumezidisha kidogo kwa nyingi. Karibu. Asante. Tumetengeneza ndizi vuruga ambazo, nikianza na ndizi, tuliziwekea curry powder pembeni, kisha baada ya tukakaanga, tumezi deep fry mara 2 ili ziweze kuwa crunch, kwa sababu tulikuwa tunazirudisha tena kwenye pan. Tumetumia pia kuku ili kuwa crunch, umezirudisha kwenye pan mara 2. Yes. Tulizi deep fry mara ya kwanza kwa haraka, mara ya pili tena tukazirudisha ili ziwe crunch without coating with anything. Yes. Baada ya hapo tukaweka kwenye kuku, tukatumia black pepper kidogo, chumvi kidogo, kwa sababu ndizi zilikuwa na chumvi, hatusingeweza kuweka chumvi nyingi, na tukatia garlic kiasi pamoja na oyster sauce. Tulitia mwishoni, oyster sauce tulitia mwisho kabisa. Kisha baada ya hapo tukachukua mboga zetu ambazo ni vitunguu, carrot, tukaweka kwenye mafuta kidogo. Baada ya kuweka kwenye mafuta kidogo, tukachanganya, tukaita vuruga, tukachanganya kati ya ndizi pamoja na wale kuku. Baada ya hapo tukaweka black pepper pia kiasi kwa juu, pamoja na hiyo sauce iliyopo hapo pembeni. Hiyo sauce tumetumia mayonnaise, tomato sauce pamoja na limao kidogo, ndimu kidogo. Asante.
Rajabu. Hiyo ni roast ya chicken ambayo sifa yake kutoka India kwa sababu kuna pilipili, chili flakes. Then nilivyoanza nilimarinate nyama yangu, nilitumia chicken chest, nyama kifua. Nikatoa, nikataka soft tu ile nyama ya kifua, nikatoa bones ile na skin. Then nikaikata mkato wa cubes. Nikaimarinate, nikaeka chumvi, soya sauce, black pepper, nikaeka coriander powder na unaweza kusogea karibu. Haya maji ya pembeni ni uliweka pembeni au kuna kitu ulichokifanya? Hapo nilimwambia mshiriki mwenzangu aniandalie sahani na aifute. Sasa nahisi mimi ana mistake. Hii pancake umeiandaje? Pancake nilitaka niweke egg lakini sikuwa na yai, kwa nilichukua PPF flour na maziwa, then nikaeka onion, green pepper, yellow pepper na salt, nikaeka na carrot. Unasema hii kuku style ya wapi? Indian. Kwa nini umesema Indian? Kwa sababu kuna pilipili, yani ipo over spice. Asante. Kila wiki tunatamani kuona kitu kipya. That's why umeona wiki hii target ilikuwa sio tu creativity, lakini it was more of teamwork, communication, lakini pia cha tatu ndo creativity. Lakini kitu cha msingi cha wiki hii tulikuwa tunataka kuangalia teamwork. That's why the whole concept ya program ya leo ilikuwa ni pair. Yeah. Maana teamwork ni kusikilizana. Everyone has a say in everything kwa sababu mna share. Si ndio? Na kitu cha mwisho kabisa, sahani inapotoka kwenda nje, umehakikisha kwamba chakula mlichokipika ni sahihi. Choice ya sahani mliochagua kusave ni sahihi, mmekubaliana wote, lakini pia sahani inatoka iko perfect. Kunapokuwa na shida kwenye kile chakula, sio kosa la leader wala la msaidizi, ni team nzima. Okay? Mtu anapokula chakula akaumwa tumbo, haizo mmoja akajitoa, mimi nilimkatia mboga yeye ndo kapika, mimi sihusiki. No. Tumeelewana? Okay, hapa mbele kuna sahani mbili. Kuna sahani ambayo imetuimpress zaidi kuliko zote leo. Na imetuimpress kutokana na vile vigezo ambavyo tulitaka kuona. Before even we tasted the food, communication was nice. Walikuwa wanaelewana vizuri. Teamwork was perfect. Aina ya chakula waliochagua it was amazing. Na mwisho kabisa walipotufanyia presentation ya sahani tukasema wow. Na tukafaidi zaidi pale tulivyokula kile chakula. Here we go. Please come forward. Na mwenzio. Hongereni sana. Ni chakula kwanza hatukutarajia kama mtu atatengeneza African food, chakula chetu cha nyumbani, but mmekitendea haki. Yaani kitu ambacho tumekipenda zaidi ni kwenye huu mchuzi wa samaki. Samaki alikuwa marinated very well. Usikia harufu ya shombo kabisa. Hiyo sauce ndio kila ni safi haina. Unajua ukisha kuona nyanya nyingi hapo unaugua dupu sasa upo vizuri ndipo amazing. So congratulations, you guys are through. Nilichopenda zaidi hiyo sauce aisambai. Yes. Imetulia na imekaa lakini bado still there. Na nimekaa muda mwingi lakini bado naiona imetulia. Kuna wengine pia ambao walitengeneza chakula ambacho kilituimpress. Haina maana kwamba hakiko hapa kwamba havikuwa vizuri. So na tungependa kuwaongelea jinsi gani walivyokuwa wana participate na choice ya chakula chao. Ningependa kumuongelea Simon pamoja na Eva.
So your dish was excellent choice, na kizuri ambacho chef amekipenda zaidi, naomba mwenyewe aelezee. Kuna vitu vingi nitaviongelea kuhusu nyinyi. Kimoja nice, kimoja. Kwanza naongelea kitu kibaya, baadaye nimalize kizuri ujisikie amani. Kiasi kunasemaga time. Yeah. Ulichagua mashed potato, ila baadaye ukatengeneza kitu kingine ambao ni viazi hivyo hivyo. Sima uzuri wake kwamba ulichokupatia wewe potato ilikuwa very nice, season zinaonekana na zinasikia kwenye mdomo, imekuwa safi zaidi. Cha pili, very nice taste for meat. Sana. Umejua kubadilisha nyama rangi yake, na kina ulitamka kwamba umetumia mustard, yellow color, na tumeiona nyama nzuri, very nice. Safi sana. Pia kingine umejua kutafuta color. Yes, the color imebalance vizuri. Imebalance katika sahani. With the choice ya sahani. Jitambue sana kwenye muda. Muda ndio kila kitu. Kazi sikufanya peke yangu. Same pia naye hajafanya peke yake pia. Tulikuwa tuna good communication, tulikuwa tunasikilizana pia, na tulikuwa pia tunatumana. Yaani kulikuwa hakuna kiongozi wala hakuna mfanyakazi. Kila mtu alikuwa kiongozi, kila mtu alikuwa mfanyakazi. Alikuwa ananipa moyo sana kwamba yani tutatoboa. Kwa hiyo nilikuwa kidogo, alikuwa ananitoa wasiwasi. Wakati tunapita tunaulizia aina za dishes ambazo mmezichagua, kuna aina moja ya chakula ilitushtua kidogo kwa sababu ni ngeni, na nafikiri hata kwa watazamaji wengi watakuwa hawajui. So chef aliposikia ile jina akaniambia, this one niachie mimi. I want to see the perfection of it. Please Juma na mwenzio, karibuni mbele. Ongeleni sana. Asante sana. Mimi nina kusema kwamba ni ongeleni sana kwa chakula mlichagua. Nashukuru sana. Na kikubwa zaidi, mtu yote anachagua chakula hakikisha anakijua, pia akifanyie haki kile chakula. Kuna chakula kingine tukapika, lakini kwamba season yake ndio inambeba. It's a very nice your food. Thank you so much. Pia katika chagua kuna veg ndio jina la chakula kilichobeba chakula chako. Yes. Wala sio samaki wala sio ile nani banana mash chini. Veg ndio kilichobeba maana ya kile chakula. Sasa siku nyingine kitu kichobeba maana ndio kibebe kile kichotani ulichoamua. Sasa chakula kizuri, samaki nzuri, mash nzuri, veg is very very nzuri. Kwa mimi nasema wow. Ila jitahidi unachochagua hakikisha ndicho kinachoonekana. Mpaka hapa mlipofikia hatuna haja kuwafundisha kuhusiana na portion, right? Lakini kuna sahani ambazo ilikuja portion yake we were very much disappointed. How is this a portion? La kwanza. La pili, aina ya chakula ambao wamesema watakuja kuitayarisha imekuwa tofauti na kile kitu ambacho wametuletea mezani. Anita, naomba sogea mbele. Rajabu, naomba sogea mbele. Jamos. Na Asnat. Nyinyi wote mlikuwa na team members wenzenu na nyinyi ndio mlikuwa viongozi wa hizo team members, si ndio? Cha msingi mlitakiwa kujua majukumu yenu kabla hamjajipa uongozi. Na pia kabla hamjajipa uongozi, nyinyi wenyewe mlitakiwa mcommunicate kujichagua nani awe kiongozi. Sijui mlitumia vigezo gani nyinyi wenyewe kuchaguana kwamba nani awe kiongozi, nani afuate. Sawa. That's entirely up to you. When it comes to your team, mlikuwa mna perform vizuri, mnasikilizana, lakini aina ya dish ambayo mmechagua for judge, he was hesitant kujua kwamba hii dish iliyopikwa hapa, jinsi mlivyopea vile vitu, ni ngumu kusema unaisave muda gani. First of all. Second, the pancake, it was not cooked. It was not very well seasoned. Sawa. When it comes to you now guys, nyinyi mlitengeneza vuruga. Ile sahani mlivyotuletea pale mbele, the portion was very small. And that is not vuruga. When it comes to you guys and your team, ulikuwa na mwenzio ambaye wewe ndio kiongozi, mlidiscuss kwa dakika 3 chakula gani mpike. Lakini nilipofika kwenye set, hamkuwa na communication at all.
Yaani ni kama mmoja anamsusia mwingine anafanya ili mbadi mwenzie aone anafanya kazi. That's not teamwork. Dishi la leo ambayo tumecreate as for me na mwenzangu, kwetu sisi ilikuwa ni dishi nzuri, japo majaji wamesema halina jina, yani jina sio lenyewe, ila kwetu sisi ilikuwa ni nzuri. Na kitu ambacho kimetuaminisha kwamba ni nzuri, kwenye test hakukuwa na shida yoyote ile. Always in test, japo portion imeonekana ni ndogo, yani ile portion tumetengeneza kama ya mtoto mchanga. Kusema kweli siwezi kuongelea hilo sana kwa sababu wazo alitoa yeye, lakini pia na mimi nikaa ninatoa mawazo yangu. Nishote mawazo yetu tulikuwa tunashirikiana. Sio kama hakuna ambaye kaamua tu moja kwa moja tufanye hivi. Tulikuwa tunashirikiana tufanye hili na hili ili tupate kitu ambacho ni best. Katika nyinyi kuna pair ambayo itatoka kabisa na pair mbili zitaingia kwenye danger zone. Pair ya kwanza ambayo inaingia kwenye danger zone ni ya Jamos na Zulekha. So next week nitapambania nafasi yenu. Can you go back? Comment za majaji wamesema kwamba pancake haijaiva. Hiyo ni mistake tu ya kawaida kwenye mapishi. Kwa sababu unajua ukishajua kwamba kuna muda limit, kuwa na haraka ile. Kwa sababu ya haraka inapelekea kitu kinatoka kama vile. Lakini mistake tu ya kawaida. Kuingia kwenye danger zone kama mshiriki, mimi kwangu ina maana kubwa sana. Naichukulia kama ni changamoto tu, kwa sababu hata tulivyopika vile, yani kuna vispice tu kidogo ambavyo vimetupiga chenga, ndio maana lunch haikujulikana. Yani haikujulikana kama hii ni lunch, dinner au breakfast. Pair ya pili ambayo inaingia kwenye danger zone ni ya Asnat na Rosemary. So next week nitapambania nafasi zenu. Kama ningepewa nafasi nyingine ya kuchagua chakula, nahisi ningepika samaki wa kupaka na ugali. Kwenye dish yetu, I think play safe sana. Yani tulienda for the simple dish. I believe si wote wawili ni great chefs, but sasa hatujawahi kuwork pamoja na nini, so at a point you have to meet katikati. So I think tulipoteleza sisi ni tulienda simple sana. Something ambayo yani ni very quick, hata mtu mmoja anaweza katengeneza hivyo. Kwa yani ile creativity haikuonekana na tulishindwa kuonyesha ni the extent ambayo tunaweza tukaenda. One of you, plate yenu iko hapa mbele. So that means sahani ile iko hapa ni ya pair ambayo itaaga mashindano siku ya leo. This is your plate. Mistake kubwa ambayo umeifanya, chapati haijaiva kabisa. Unaposhika huu unga, ukinata kwenye mkono wako ama kwenye kijiko chako, that means ule unga ndani haujaiva. Na kwa nini haijaiva? It is too thick. Yani ni nene sana. Mara ya kwanza ulipika ya kwanza nadhani iliungua ukaitoa. Ukaweka tena mchanganyiko mwingine. I was expecting the next time unaweka pale ule mchanganyiko wako juu, utaupima vizuri kwenye ladha yako ile, iwe thin enough ya kuweza kuiva kwa wakati. But still ikawa nzito zaidi. Kwa hiyo hii it's completely haijaiva ndani. Chef, nasema ni main course uliochukua wewe, ulichagua tofauti. Umesema ni style ya Indian, lakini Indian hatuko hivi. Indian hatuko hivi, maana yake hata hizo spice hazipo. Najua Indian ukisema tu pilipili no, na mataifa ya Indian ni mengi. Sawa, kuna wengine wanakula pilipili, wengine wali pilipili. Kwa hiyo ukisema tu chill for Indian, wenyewe ikisikia wanaweza ingia kukupiga. So hii iwe somo, tunapouliza dishi mnayopika, make sure ndo hiyo mnayopika na mtakayo present kwenye sahani hapa mbele. Sawa? So leo tutawaaga, tunawatakia kila laheri, lakini pia kwa wale ambao wako danger zone, make sure mnatetea nafasi zenu vizuri, na wale mlobakia, this is a competition, so we want to see what. Wow. Najisikia vibaya kwa sababu haikuwa miongoni mwa mipango yangu. Nilitamani kuendelea na safari zaidi, lakini mistake ndogo basi ni nafasi kwa mwingine. Kwa hiyo nawatakia heri washiriki wenzangu, waendelee kujitahidi kwa sababu yote kwa yote ni mshindi ni mmoja.
siwezi nikamsema kama nilivyofanya na mwenzangu kama ndo nimeharibu au ningefanya peke yangu nisingeharibu. Yale ni matokeo tu ambayo yametokea, kama ni bahati mbaya. Hata kama mimi mwenyewe ningeamua kusema nifanye ile kazi peke yangu, inaweza kutokea mistake. Kuna baadhi ya group ambayo walikuwa na idea nzuri ya dish, lakini mwisho wa siku matokeo hayakuwa bora kwao, lakini choice ya dish zilikuwa ni nzuri. Maybe communication iliwafelisha, ndio kikawafanya mpaka kile kitu cha mwisho kikawa kina kasoro, lakini naamini wangekuwa na communication nzuri, basi hata kile kitu cha mwisho, ile end product, ungepata ni bora zaidi. Haya, ilikuwa ni siku ndefu, siku heavy kabisa, ambayo tumeshuhudia ubunifu, tumeshuhudia ushindani mzuri sana, ambapo ilikuwa ni taski ya grupu wawili waliojitokeza kufanya vizuri. Wameonekana kweli wamefanya vizuri kwa maana ya vigezo, masharti wamezingatia, na judges wameweza kuwapa nafasi, lakini kuna baadhi ambao wameingia kwenye danger zone. Hawa wameteleza kidogo, kwa maana wanatabidi sasa waingie tena kwenye competition peke yao ili kuweza majaji kujiridhisha. Hii ni kama VAR ya Mahanjumati Mkali wa Jiko, kwa maana wanahisi wanaweza, lakini kuna mistake ndogo tu. Kwa hivyo next week hiyo itakuwa ni zamu yao, lakini niwape hongera kwa wale pia ambao wameaga mashindano. Wanasema mwisho wa safari moja basi ni fursa ya safari nyingine, mambo mengine, milango mingine inafunguka. Mimi naitwa MC Jivas, lakini kabla sija kuaga nikwambie tu kwamba hii ni Oryx Mkali wa Jiko msimu wa 6, ambao tunapewa nguvu na Oryx Energies. Tuko na Red Gold, tuko na Asas, SSB, Said Salim Baharesan Company Limited, Evoque, Pera, Luminac pamoja na NCT, chuo cha taifa cha utalii Posta hapa jijini Dar es Salaam, ambapo mtanange ndio unafanyika. Sasa next week hiyo itakuwa ni noma sana, kwa sababu wale ambao wameingia danger zone wana hasira, wana hamu na shauku ya kubaki kwenye Mahanjumati Mkali wa Jiko. Tukutane tena wiki ijayo. Karibu tena kwenye Oryx Mkali wa Jiko. See you next week.